Kwa majina naitwa Mzee Machungwa. Kwa siku ya leo mimi nataka kuongea mambo ya mheshimiwa Gavana Simba Arati. Simba Arati ni gavana wa Kisii County, ambapo masiku mingi yamepita alikuwa na tatizo ama alikuwa na shida huko Kisii County. Secretary General wa ODM anaitwa Bwana Sifuna alienda akaongea na County Commissioner kuhusiana na ile tukio ilitokea huko South Mugirango, ambapo Gavana Simba Arati alikuwa anapeana pashari, gunisi wakatokea wakaanza kupiga marisasi, ambapo watu wengi saa hii waliumia. Secretary General wa ODM Bwana Sifuna alipeana siku 14 serikali ieleze gunisi walitoka wapi, kwa sababu gunisi walikuwa ni police officer. Mmoja anaitwa Rangati, mwingine anaitwa Muridhi. Masiku ikaisha kidogo, wakapigwa transfer from Kisii. Mmoja akaletwa Rangata Police Station, mwingine akaletwa Parliament Police Station. Kufikia sasa vile secretary wa ODM alipeana siku 14, hatuchaona ripoti yoyote imetolewa kuhusiana na hiyo maneno ya mheshimiwa Gavana Simba Arati. Tumeona serikali imenyamaza kimya, serikali itaki kuongea, serikali imenyamaza kimya kabisa kuhusiana na hiyo maneno. Ile kitu mimi nilikuwa naambia serikali kupitia internal security, kupitia commissioner wa polisi, ile kitu mimi nawauliza swali, police officer kwa nini walipigwa transfer kutoka huko Kisii wakaletwa hapa Nairobi? Ni kwa sababu ya kuficha evidence. Kwa hivyo ile kitu tumeona ni ya kwamba Gavana Simba Arati anatafutwa na hii serikali ya Kenya Kwisha. Haiwezekani mtu alikuwa amesimama gavana nyuma ya Gavana Simba Arati wakati alikuwa anapeana pasa yuko Boikanga Ward, huyu mtu akapigwa risasi. Kwa hivyo hiyo ni kumaanisha Simba Arati sasa ndiye angekuwa kwa mchanga vile tunaongea sasa hivi. Kwa hivyo mheshimiwa Gavana Simba Arati, ile kitu mimi nilikuwa nakuambia, tusiende maneno mingi sana kusema hapana. Hii serikali ndiyo inataka kukuweka kwa mchanga. Kwa sababu ya kuwezekanaje police officer wamepigwa transfer haraka ili kuficha evidence? Mimi nauliza serikali ya Kenya Kwisha, Gavana Simba Arati ako na deni yenu gani? Mnataka kumuua bure, mumuweke kwa mchanga. Hiyo ndio swali wa Kenya wanauliza. Hiyo ndio swali watu wanauliza. Ni kwa sababu gani na ni deni gani Gavana Simba Arati ako naye ya hii serikali? Sisi tumeona hakuna deni. Mnataka kumuua, mumuweke kwa mchanga. Deputy Governor anaitwa Dr. Nsale Monda ili akuwe gavana, Silvanus Asoro achaguliwe akuwe deputy governor. Mimi nauliza serikali ya Kenya Kwisha, hii ni mpango gani mko naye mbaya? Eti deputy governor wa Kisii County anaitwa Dr. Nsale Monda ati akuwe gavana, ati Osoro, Silvanus Osoro South Mugirango MP ati akuwe deputy governor. Hiyo ndio maana mnataka kuua
gavana Simba Arati. Inatakikana mtoke nje, muelezee wa Kenya wale polisi goons walitoka hapa, wengine mumepiga transfer, ni kwa sababu gani? Muelezee watu wa Kisii County wanangojea ripoti. Mumeenda sana, hata mumekaa sana bila kutoa ripoti yoyote kuhusiana na mambo ya gavana Simba Arati. Bila mnataka kumuua. Simba Arati mimi nauliza hii serikali ya Kenya kuisha. Simba Arati yako na deni yenu gani? Mtuelezee. Msimame mseme gavana Simba Arati ako na munai, ako na munai, ako na munai. Kuliko kuenda kutuma polisi goons. Bwana Kindiki, mimi nataka nikuulize swali. Ni nani alipiga hawa polisi transfer kutoka Kisii wakaletwa hapa Nairobi? Hiyo ni kutuonyesha ya kwamba hii serikali ndiyo inataka kuua gavana Simba Arati. Na gavana Simba Arati ana deni yenu. Gavana Simba Arati ana maneno na nyinyi. Nyinyi mnataka kumchokoza bure kwa vile mumeona huyu mjamaa kwa ground ako sawa sawa. Hiyo ndio mnampiga vita. Wewe bwana Dr. Nsale Monda, unajua ya kwamba wewe ndio kisingiti kikubwa huko Kisii. Wewe ndio umepangilia gavana Simba Arati akufe, ati wewe ndio ukuwe gavana. Kwa sababu gani bwana? Mnataka kusika jamaa ako hai. Ni kwa sababu gani bwana? Dr. Nsale Monda, Silvanus Osoro. Dr. Nsale Monda, Silvanus Osoro, bwana Kindiki, bwana commissioner wa polisi, bwana Chebet Koome, mheshimu watu wa Kisii County. Simba Arati alichaguliwa na wananchi. Na nyinyi mlichaguliwa na serikali ya Kenya kuisha. Na serikali ya Kenya kuisha ilichaguliwa na mahakama. Si wananchi walichagua. Wacha kuonea Simba Arati wivu bwana. Tafadhali. Ile kitu mimi na request kwa hii serikali ya Kenya kuisha. Ikiongozwa na ndugu kwa Yesu Kristo. Alizaliwa na Bikira Maria, mama kwa Mungu. Yeye anafuta ewa redi. Yeye anafuta upepo nyeusi. Tafadhali muachane na gavana Simba Arati, mumpatie humble time afanye kazi. Hatuwezi kuona gavana Simba Arati akilia kila wakati. Kumbe ni serikali inamtafuta kupitia deputy governor, kupitia Sauti Mugirango MP. Tafadhali mimi nawaonya. Mimi ni mwana machungwa, mimi ni mwana ODM man. Mimi nawaonya kuanzia leo muachane na gavana Simba Arati afanyie watu wa Kisii County kazi, na nyinyi mfanye kazi yenu ya Kenya kuisha. Sisi hatuna haja na serikali ya Kenya kuisha, kwa sababu ikuchaguliwa na wananchi, ilichaguliwa na mahakama. Gavana Simba Arati alichaguliwa na wananchi wa Kisii County awafanyie kazi. Hatuwezi kusimama kila mahali kulia kwa sababu ya Simba Arati, na wale watu wanataka kumweka kwa mchanga ni serikali. Kwa sababu polisi ndio wamekuwa goons siku hizi, wanatumiwa kwenda kuua gavana wetu wa Kisii County. Hiyo hatutakubali my friend. Hiyo hatutakubali, mupende musipende. Gavana Simba Arati Mwenyezi Mungu ako naye. Ikiwa polisi nyinyi mnaweza kutumiwa kama tissue muende kuua gavana Simba Arati, hatutakubali. Sisi wana ODM tutasimama imara na gavana Simba Arati, mkituua mtuue. Asanteni.